wa habari. Swala la mafunzo, tusichoke kwenye mafunzo mafupi na marefu, tusichoke kwenye mafunzo. Kwa upande mwingine niseme tu kwamba mwaka huu ni mwaka wa jambo kubwa. Nchi yetu inakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Niwaombe mtumie kalamu zenu kuhamasisha umoja, amani na mshikamano nchini. Kalamu zenu zilinde nchi yetu. Mrisho Mpoto leo alisema kwa hajui kwamba ulinzi sio kazi ya polisi na jeshi peke yao, na yeye kama raia. Lakini kalamu zetu zinalinda nchi yetu sawa sawa na jeshi linavyolinda mipaka yetu. Kalamu tukizitumia vizuri tutakuwa salama. Tukizitumia vibaya basi usalama utakuwa haupo, kwa sababu yanayosomwa, namuona Muliro anasikiliza kwa makini sana. Kwa hiyo nihimize matumizi ya kalamu zetu. Na hii si upande tu wa siasa, hata upande wa kiuchumi, hata pande zote tu. Tukiandikia vizuri kuhusu nchi yetu, wawekezaji watakuja kwa wingi, kwa sababu watasoma na wataona. Tunashutumiwa mambo kadhaa huko nje. Tukiandika vizuri kuhusu nchi yetu, tukitoa ufafanuzi yanayotokea, wale wanaotushutumu kule nje watapata habari za uhakika na wataacha yale wanayoyafikiria. Kwa hiyo niombe sana kalamu zitumike kulinda na kuitetea nchi yetu. Amesema Waziri Kabudi, Tanzania ni moja tu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna nyingine. Kwa hiyo tuilinde nchi yetu. Lakini kwenye hili jambo la uchaguzi, niwaombe sana kuhimiza watu kushiriki kwenye uchaguzi na kuchagua viongozi wazuri. Tunasema kuchagua viongozi wazuri watakaosimama kama wazuri, watu wakiwaona wanawafaa wawachague viongozi wazuri watakaoweza kuwatumikia. Kwa hiyo niwaombe sana kalamu zitumike kuhimiza hilo, kulinda nchi yetu, lakini kuhimiza uchaguzi wa amani, uchaguzi mzuri, na kwamba wananchi watumie haki yao hiyo ya kikatiba. Ninapokwenda kuhitimisha, ndugu zangu, nitumie fursa hii kuwapongeza tena viongozi na watendaji wa wizara, waratibu, wawezeshaji, majaji na wadau wengine wa mafunzo na tunzo hizi ambao kwa umoja wenu mmefanikisha mchakato huu kwa weledi mkubwa. Unajua, nilipokuja nilijua tutakaa hapa kuna watu, kwa sababu nimeletewa vyeti vya kusaini, nadhani vilikuwa 11. Kwa nilijua hawa watu 11 tunawapa vyeti hapa, tukimaliza mchezo umekwisha. Lakini niliyoyakuta ni mambo makubwa sana leo, makubwa sana. Nilikuwa namuuliza mwenyekiti wa TAMWA, mmejipanga kweli kweli? Anasema haya mengine mama ni surprise na sisi tunayaona hapa. Kwa hiyo nipongeze sana mawaziri wangu, na kupongezeni sana. Kwa kiasi fulani kama mlikuwa mnashindana hivi kutoa hizo zawadi, lakini wanasema vita vya panzi neema ya nani? Kwa hiyo kushindana kwenu waandishi wetu wamenufaika. Sasa kwa wale walioshinda wote, ofisi yangu nayo itakuwa na kitu cha kujazia juu. Lakini faraja ninayoipata ni kwamba hili tulilolifanya usiku wa leo linakwenda kutoa hamasa, linakwenda kuibua shangwe kwa waandishi kupenda kuandika sasa, na kuandika vizuri, wakijua kwamba kuna mashindano, watabidi waingie waandikie sekta, kwa watakwenda kujituma vizuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana TAMWA, TCRA na wengine watakaopata hamu ya kushirikiana nao, hili jambo tuliendeleze kila mwaka tuliendeleze, ili
tuwe na kipimo cha kupima waandishi wetu, lakini pia kuwapa hamasa waweze kufanya kazi zao vizuri. Nitoe pongezi kwa nyinyi washiriki wote wa tuzo hii, wale walioibuka washindi na ambao hawakuibuka washindi. Wote kwangu mimi ni washindi kwa sababu mmethubutu, mmeandika, na wengine nimeona wameingia sekta 2, sekta 3, mmeandika. Ukikosa sekta hii unapata sekta hii. Kwa hiyo niwashukuru, na nyinyi pia niwapongeza sana sana sana. Lakini niwapongeze waandishi mahiri wakina Balile, wakina Islam, Kibanda na wengine wote walioitwa hapa juu. Sasa ndugu zangu, nyinyi ndio makaka. Nyinyi ndio makaka wakitoka Kinatido ambao wameshapumzika. Lakini pamoja na kupumzika, hiyo ni hazina, tunaomba mchote. Msiache ipumzike kabisa kabisa. Hiyo ni hazina, tunaomba mchote. Lakini nyie makaka ndio wa kuwashika mkono hawa wadogo sasa, mkawaelekeza kule Tanzania tunakotaka iende. Kwa hiyo mwelekeo wetu tunawatizama nyinyi. Nyie mlioitwa hapa leo, lakini na wenzenu wa kundi lenu nyie, kulea wadogo zenu, kuwapa ujuzi, kuwalea kama mlivyolelewa nyinyi mkawa wakubwa, mkaitwa waandishi wa habari mahiri. Tunataka kuzalisha wengi mahiri pale mbele. Jengine nililofurahi leo ni kuona wengi waliochukua zawadi hapa ni vijana. Vijana chipukizi wananyanyuka, wanakuja juu. Vinginevyo hapa tungeona wazee wakipanda tu, haya Kibanda mara ya kwanza, Kibanda mara ya pili, Balile kapata uchumi, Balile kapata siasa, sijui nani kapata nini. Lakini wazee hapa leo wamezawadiwa kwa umahiri na contribution waliofanya kwenye sekta, lakini waliotoili na kalamu zao wakafanya kazi ni vijana. Vijana wangu, hongereni sana, tuwapigie makofi mengi sana. Sasa ni matumaini yangu kwa wanahabari mtaendelea kuwa mabalozi wazuri wa kuandika habari zilizofanywa utafiti na uchambuzi kuhusu maendeleo, uwajibikaji, uzalendo na kujenga taswira nzuri ya nchi yetu. Na baada ya kusema hayo, sasa nayo heshima kutamka kwamba hafla ya utoaji wa tunzo za uandishi wa habari za maendeleo sasa imefungwa rasmi. Imefungwa hafla hii, sio uandishi. Uandishi ndio kwanza unaanza, lakini hafla imefungwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba uridhie, TAMWA wamekuandalia zawadi. TAMWA wameandaa zawadi kwa ajili yako Mheshimiwa Rais. Sasa kwa sababu tusizibe picha, sisi tukae, wengine wote tukae. Mama Pili Mtambalike na Mama Eda Sanga wakiwakilisha waanzilishi wa TAMWA wanasogeza picha hiyo. Makofi mengi sana jamani. Ngoja kidogo. Sauti ya City. Juu imeandikwa Sauti ya City, uchechemuzi wa nafasi ya wanawake katika ngazi za maamuzi na siasa. Hao ni baadhi ya waanzilishi wa TAMWA, Mama Pili Mtambalike na Mama Eda Sanga. Asante, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Na sasa kwa heshima kubwa tunakuruhusu uweze kuondoka na kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Naomba watu wote tusimame. Brass band.
studio. Mando wetu tunaweka bayana, ushindaga ni jadi yetu, wapinzani mtajijua, Ikulu ndo nyumbani kwetu. Chama kimoja bara na visiwani, ndo namba moja, jano na kijani. Asa mama